nashukuru sana kufika katika eneo hili kwa ajili ya kutoa elimu ya mazingira. Ndio. Kama hivyo nitambulisha, naitwa Nyanjura Ndaro, ni afisa mazingira kutoka NEMC kanda ya kati. Tunaelekea katika kuadhimisha siku ya mazingira duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka tarehe 5 Juni, na kwa mwaka huu kauli mbiu yetu inasema mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Hiyo ndo kauli mbiu ya kuelekea siku ya mazingira duniani kwa mwaka huu Tanzania. Ndio. Yeah. Kwa kuendelea, taka za plastiki ni taka ambazo zinatokana na zinatengenezwa kutumia plastiki. Kuna chupa za plastiki, hizi chupa za soda, lakini pia kuna mifuko ya plastiki ambazo mara nyingi zimezagaa sana katika mazingira yetu. Na taka hizi zinatokana na matumizi ya kibinadamu, matumizi ya nyumbani, kuna viwandani, lakini pia kuna taka zingine zinatokana na matumizi ya kwenye vifungashio vya kemikali na mahospitalini pia. Sawa. Kwa hiyo chochote kinachohusu plastiki kikiwa eneo ambalo sio sahihi, inakuwa ni taka. Ndio. Kwa hiyo wale wenzetu ukimaliza kutumia hizo juisi na nini, tufanyeje sasa? Kwa sababu kishamaliza kutumika ndio ishakuwa taka hivyo. Ni kweli, ukishatumia inakuwa taka. Sasa ukishatumia inatakiwa uweke sehemu ambayo ni sehemu ya kuhifadhi taka, ambayo tunaita dustbin. Kama uko maeneo ya sokoni, kuna maeneo ambayo kuna yale mapipa ya kuweka takataka, kwa unahifadhi mle. Kama uko nyumbani, hakikisha una dustbin yako ndogo kwa ajili ya kukusanyia takataka. Lakini pia kama uko mazingira yoyote yale, usitupe ovyo. Ile chupa uhifadhi, kwa sababu ile chupa ni mali. Sawa. Ni mali. Licha ya kuwa taka inaweza kuwa mali pia. Licha ya kuwa taka ni mali na ni fursa nzuri sana. Hapo kwenye fursa nzuri na kuwa ni mali, ngoja tuame kwa Neema Mkumbwa, tueleze hizi taka za plastiki zinawezaje kuwa fursa lakini ikawa ni mali, na tumeona tayari ni taka tayari. Tunawezaje kuitumia sasa kuwa fursa? Okay, asante. Taka inaweza kuwa fursa kwa sababu tunasema plastiki ikitumika inaweza kuzalishwa tena ikatengenezwa bidhaa nyingine kama mabomba ya kujenzi na vyombo vingine vya plastiki ambavyo vinatumika, kwa mfano kutengenezea dustbin yale makubwa ambayo hayafai kutumika tena kwenye matumizi yale ya kibinadamu. Kwa hiyo watu wanapokuwa wanatumia, ni vyema wazitunze zile plastiki kwa ajili ya kurejeshwa tena katika matumizi mengine kuliko kuiacha ikabaki kwenye ardhi ambapo inatuletea madhara katika mifumo ya kimazingira. Hivi tukizungumzia taka za plastiki zinaathiri maeneo gani makubwa hasa? Taka za plastiki zinaathiri vitu vyote, tukiwemo sisi binadamu, lakini pia mazingira katika mifumo ya ekolojia, kwa sababu ile plastiki inavyokaa chini sasa, yani zile tuseme ardhi kutengeneza zile zake za kuendelea kutoa rutuba zinaondoka. Haya ndo madhara makubwa. Lakini turudi kwa binadamu, plastiki na kemikali. Kwa sasa mwisho wa siku ikibaki kwenye ardhi, utalima mazao ambayo yataenda kubeba zile kemikali ambazo zimebaki pale, tena wewe kwa mtumiaji tena kutoka kwenye mazao, kwa mfano bustani hizi au vyakula tu ambavyo vinatoka kwenye eneo lile, utakuwa na kemikali ambayo tena inamsababisha binadamu madhara. Asante Nyanjura. Nataka kujua kutoka kwako pia, licha ya kuwa hizi ni taka tayari na ni changamoto kubwa, na kuna sababu gani zinakwamisha usimamizi wa hizi taka ili zisisimamiwe vizuri kama ulivyosema, ili zitunzwe na ziwe fursa, kwa zitumike kama fursa, badala yake zimekuwa zikizagaa kwa baadhi ya mitaa na huleta madhara kama mbili alivyonieleza hapa Madam Neema. Nataka kujua sasa kipi kinakwamisha ili swala zisisimamiwe kwa ubora unaotakiwa? Sawa, nashukuru kwa swali zuri. Taka za plastiki
ni kitu ambacho tunatumia wote, yani asilimia kubwa tunahusika kwa namna moja ama nyingine. Ndio. Udhibiti wake sio kwamba unashindikana, isipokuwa ni kipaumbele. Tunashindwa kutoa kipaumbele katika kuhifadhi hizi taka, na matokeo yake zinazagaa katika maeneo mbalimbali. Na baadhi yetu wengi tunadhani kwamba utunzaji au uhifadhi wa mazingira au usafi wa mazingira ni jukumu la serikali au ni jukumu la maafisa afya au afisa mazingira au ni jukumu la NEMC. Hapana. Uhifadhi wa mazingira, utunzaji wa mazingira, utunzaji wa hizi taka za plastiki ni jukumu la kila mmoja. Tukiangalia hata katiba yetu ya nchi inamtambua mwananchi kwamba ni mtunzaji wa kwanza wa mazingira. Kwa hiyo ni wito wetu kwa wananchi wote, tuchukue jukumu la kuhakikisha kwamba tunachukua hili swala serious. Ukiona taka za plastiki au kutumia plastiki, usitupe hovyo kwa kwamba unasema ni serikali au ni kuna mkandarasi ambaye anakusanya. Hapana. Tunaanza na sisi wenyewe. Yani ustaarabu au kutoa kipaumbele, tunaanza na individual level ya mtu binafsi, level ya familia, lakini pia level ya jamii nzima. Kwa hiyo endapo tukitoa kipaumbele kwamba nimetumia huu mfuko, nimetumia hii chupa ya plastiki, hapa sio sehemu yake, dustbin yuko pale, niirushe kwenye dustbin, kwa kweli hatutaona takataka katika mazingira yetu. Kwa hiyo ni wito kila mmoja ajue kwamba ni jukumu lake, sio kwamba ni jukumu la serikali au ni taasisi fulani au nafsi afya au sa mazingira. Kwa hiyo tukianza si wenyewe kuchukulia umuhimu wa kutunza mazingira na kuhifadhi takataka hazitaonekana kabisa kwenye mitaa yetu. Vizuri. Kwako Neema, pia kama NEMC kuelekea siku ya mazingira sasa, mmeshachukua hatua gani kuhakikisha mnadhibiti kusambaa kwa taka hizi za plastiki? Kwa upande wetu sisi kama NEMC tunaendelea kutoa elimu kwa jamii, tunaendelea kusisitiza kuhusu matumizi sahihi ya plastiki. Yani tunasema kwamba kama tunaweza kuzuia, lakini sio kwa kumaliza tatizo kabisa. Tunaweza tukalipunguza kwa kiasi chake kisiwe kina madhara makubwa. Kwamba sasa jamii hata kama inatumia vitu vya plastiki, basi tuweze tukishamaliza yale matumizi, unaona hiki umekitumia kimefika mwisho wake, then unakikusanya, unakipeleka sehemu husika kwa ajili ya kufanya shughuli nyingine. Ndio ambazo tunasema plastiki ni fursa. Kwamba sasa kuna wazalishaji ambao wanafanya hizo kazi za plastiki, wananunua, kwa hiyo wanapata kipato kwa kutumia taka tena hizo za plastiki. Kwa hiyo tuna program mbalimbali za kuelimisha jamii kuhusiana na matumizi ya plastiki, lakini pia tunasimamia sheria kwa wazalishaji wakubwa, hasa mifuko ya plastiki. Sababu plastiki sio tu tunapozungumzia vyombo, lakini pia hii mifuko. Hasa hii mifuko ndio imekuwa changamoto. Hii ya lailoni hii ya lailoni. Ndio. Yani tunapenda tu urahisi wa ubebaji bidhaa zetu. Lakini tunasahau kwamba kile unachokibeba bado kitakuwa kimepata madhara kulingana na ubebaji wa kutumia mifuko ya plastiki. Kwa hiyo tunatoa elimu kwa jamii kuhusiana na kuacha kabisa matumizi ya plastiki. Tutatumia huko nyumbani kwa ajili ya kufulia mabeseni, maya kuepeki, ndoo za maji, madumu. Ndio. Lakini ikishafika mwisho inabidi akapelekwa yachakatwe ili asibaki kwenye mazingira yetu. Mimi nimeona kuna changamoto sasa hivi ya vifungashio kutumika kama vibebeo. Na nyinyi mmeiona NEMC, tunafanyaje sasa kuhakikisha kule vinakotengenezwa vile vifungashio viko chini ya viwango vinakomeshwa kabisa, vinakuwa vipatikani? Anatujibu na bado tupo kwa Neema. Tupo kwa Neema. Atujibu Neema kutoka NEMC, majibu. Okay, sawa. Kiukweli tunaendelea na mikakati ya kuendelea kuzuia hivyo viwanda vinavyozalisha, kwamba tunawakamata na kuwapeleka kwenye vyombo vya sheria. Juzi kati hapa naye tulikamata mtu alikuwa ana hizo anazalisha hizo plastiki, na tulimpiga faini hapo. Kwa hiyo napenda tu kushauri jamii, faini za mazingira ni kubwa mno. Kwa mfano kwa mzalishaji kama huyo, faini inaweza ikawa kuanzia shilingi ngapi hivi? Faini zetu zinaanzia 50,000 mpaka milioni 100.
mpaka umezalisha plastiki za 80,000 unapigwa kulingana na ile madhara ambayo ataleta kwa mazingira. Inategemeana sasa na Nyanjura anataka kuongeza kitu hapa. Karibu. Kulingana na kanuni ya mwaka 2019 ya kuzuia matumizi ya plastiki imeainisha faini mbalimbali kuanzia kwa mzalishaji mpaka mtumiaji wa mwisho kabisa. Kwa sio mzalishaji tu, mpaka anayetumia pia, mpaka anayetumia, mpaka anayenunua sokoni, anayechukulia nyanya, vitunguu. Okay. Wote wameguswa. Tupo kwenye huo mlolongo. Kwa kuanzia kwenye mzalishaji au anayeingiza, faini yake ni kuanzia milioni 20 mpaka bilioni 1 au kifungo cha miaka 2 au vyote viwili kwa pamoja. Hiyo ni kwa mzalishaji. Huyo ni mzalishaji. Kuanzia milioni 20 mpaka 100. Mpaka bilioni 100. Bilioni 1. Mpo wazalishaji. Sawa, Na kwa mtumiaji yule, unajua tunadhani kwamba wanaotumia hivi vifungashio kwamba sheria haiwagusi, kwamba ni wale ambao wananunua tu, wanaosambaza, tumeletewa tu, nimepewa tu na mama muuza mboga ameniwekea. Hata wewe unayebeba pia sheria haikutaki kabisa utumie, kwa sababu unasambaza. Ametengeneza huyu mwenye kana ametengeneza, anayesafirisha kwamba wewe umechukua gari lako kusafirisha, wewe umehifadhi, wewe yani una store yako na godown lako umeweka kule, unauza, una bodaboda, una baskeli yako unazungusha sokoni na ofisi ya makamu wa rais. Ndio Makenem kituko chini ya ofisi ya makamu wa rais. Ndio. Kwa hiyo shughuli imeandaliwa na kilele kitafanyika hapa Dodoma. Ndio. Katika ukumbi wa Jakaya. Ndio, Jakaya Convention Center. Tarehe 5 mwezi wa 6. Tunawakaribisha sana. Lakini pia kutakuwa na maonyesho na elimu ambayo itakuwa inatolewa katika eneo la Nyeri Square. Okay, pale Nyeri Square. Kutakuwa kuna maonyesho labda Nyeri Square. Yanaanza lini hayo? Tutapeana taarifa. Okay. Kuna aina nyingi za uchafuzi wa haya mazingira yetu. Tumeambiwa hapa kuna hewa, maji, lakini iko vile uchafuzi wa kelele. Sisi tunaokaa karibu na haya manyumba ambayo wenzetu wanajilambwasa mpaka asubuhi, wanapiga kelele, sisi tunashindwa kulala. Au wengine ni nyumba za ibada. Useme niku sababu unaweza kusema ile toka mimi na bausi ya ufuka. Bwana. Kwa nasukumiwa huko. Hiyo nayo nemki. Tunaelekea siku ya mazingira duniani. Hili nalo pia limekuwa ni changamoto tumekuwa nalo. Majumba ya starehe watu wanajilambwasa, wanatupigia kelele. Majumba mengine unakuta ni nyumba hizo za ibada, vile watu wanafanya ibada, lakini ile toka mimi mlango wangu kidogo inakuwa kuna wakati mwingine mlango unaweza kawa haupo wazi, lakini zile speakers zimeelekezwa kwako. Hii nayo tunafanyaje sasa kuhakikisha kwamba hawa nao vile wanatuhakikisha kwamba hatuna huo uchafuzi wa mazingira? Majibu. Asante ndugu mtangazaji. Kwa kweli hilo ni kero kubwa sana, na ndo kero naweza kusema katika kero ambayo tunapokea pale, kero kubwa ni hiyo habari ya kelele. Na hii changamoto inatokana sasa namna ya kupanga makazi. Yaani makazi yanakuwa yanachanganyikana na huduma ambazo jamii yani haziendani na matumizi kwa ujumla, ukichangamana maisha ya uhalisia ya kila siku na zile shughuli ambazo zinafanyika pale. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana kwa hapa jiji la Dodoma, tunalipokea, lakini pia wakija kwetu tunawapa sasa taratibu namna ya kuendesha shughuli zao. Pengine muda mwingine tunawapiga faini kwa sababu sheria zipo. Yani kwenye swala la mazingira, yani tunadili na vitu vyote. Mtu ukimwambia mazingira huwa anahisi tu mazingira, anajua tu ni miti, bwana utunzaji ni miti. Yes. Kwa hiyo paka kelele zinatuhusu sisi kwa sababu ni mazingira ambayo sasa yana affect maisha ya watu. Sawa. Swali langu la mwisho kabisa mimi, maana time yetu inakuwa inatukimbia hivi. Anasema anaitwa Dani, Dani kutoka Kikuyu Kusini. Anasema hata vifungashio vya mafoili huku kwetu Kikuyu ni hatari.
maana watu wamefungashia bwana foili. Afu zile sasa hizo foili sasa zikishatupwa watu wamefungashia faili nini? Foili bwana wewe. Lazito. Uzungu kule wataalamu. Jamani mafoili wanasema kwa Kikuyu. Foili zile watu foili changamoto. Wanazimwa wafanye nayo vipi? Asante ndugu mtangazaji. Foili wengi wanatumia kwa kufungashia chakula, chipsi, mishikaki, nyama choma. Na ukiangalia Kikuyu pale ni karibu na chuo cha St. John. Sasa tunatoa wito zile foili zikusanywe, ziwe kwenye madastibini ili kwamba zipelekwe sehemu inayostahili. Sasa mtu huyu mwanafunzi huyo kanunua chipsi kaenda nayo nyumbani. Kaenda nayo nyumbani, kisha maliza anatupa tu inakuaje? Pale nyumbani inatakiwa kuwa na chombo cha kukusanya takataka, na hapa mjini kuna utaratibu wa kukusanya takataka, kuna magari yale, kuna wakandarasi. Kuchimba shimo la taka. Koze takataka ndio uzikusanye wewe kwenye dustbin yako au kwenye mfuko, ili gari inapokuja inachukua zile takataka zinapeleka dampo. Lakini foili kuzagaa sio tu, yani unakuta sio tu kwa vijana, hata watu wazima. Mtu anatumia chakula lakini baadaye anatupa, anasema mimi nalipa labda shilingi 2000 kwa wiki au nalipa shilingi kadhaa kwa ajili ya usafi, wataokota wenyewe. Hapana, inakuwa sio sahihi. Hebu tujitahidi sisi wenyewe kuwa na aibu, tuwe na aibu sisi wenyewe. Hata kama unafanya kitu ukiwa peke yako, ujifikirie kwamba ipo siku hiyo kazi atafanya ndugu yako, atafanya mtu mwingine. Haya mazingira unavyoharibu hivyo, mwisho wa siku madhara yanaenda kwa nani? Ni kwetu sisi wenyewe. Kwa hiyo natoa wito kwa wakazi wa Kikuyu, sio Kikuyu peke yake, na maeneo mengine yote, Chamwino, Dodoma nzima, tuwajibike. Takataka tusitupe ovyo, tuweke kwenye maeneo ambayo yameainishwa kwamba weka tupa taka hapa kwa ajili ya ustawi wetu wenyewe, lakini pia ustawi wa nchi yetu. Wito wako hapo afisa? Anaitwa Neema Mkumbo. Wito wangu mimi kwa jamii, kwa kweli naomba tushirikiane kwa pamoja, kwa sababu hili swala la mazingira ni la kila mmoja katika jamii. Tukishirikiana wote, wewe ukifanya vizuri nyumbani kwako na mwingine akafanya vizuri nyumbani kwake, tukaja wote pamoja, hatutakuwa na uchafuzi wa mazingira. Kwa sababu uchafuzi unaanzia nyumbani. Umenunua hizo sijui nyanya zako kwenye kimfuko, baadaye basi hata uhifadhi vizuri, baadaye gari la taka likija lipeleke sehemu husika, wewe unatupa. Inazagaa humo kwenye majani, inaleta picha mbaya. Kwa hiyo tushirikiane kwa pamoja ili tuweze kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa safi na salama kwa ajili ya vizazi vya sasa na vya baadaye. Tukaribisheni kwenye maadhimisho hayo wiki ijayo ya siku ya mazingira duniani tarehe 5. Asante sana mtangazaji, tunawakaribisha sana kwa sababu nyinyi ndio mnatufikishia ujumbe kwa jamii. Sisi hatuwezi kupita kila mahali kwa kuzungumzia swala la kimazingira, lakini tukija hapa kama hivi, kwa sababu ni chombo kinasikika kila mahali nchi nzima, umeona. Kwa hiyo tunawakaribisha sana siku ya maadhimisho Juni 5, tunawakaribisha sana. Tutakaribia, ila ya mwisho nataka muondoke na hii message ya msikilizaji huyu anasema yani huku Nzuguni hapana. Kuna hizo kelele ikifika Ijumaa, hebu mje mtembee. Naambiwa jamani muende Nzuguni. Muende Nzuguni. Muende mkaone huko. Kijao wanakwambia ni ikifika Ijumaa sasa. Ndio watu wanajinambwasa kumekucha. Na hiyo toka. Tunashukuru sana. Tunashukuru bwana sana bwana. Tulikuwa nao Nemki kutoka hapa Dodoma, lakini tulikuwa naye Neema Mkumbo, lakini pia tulikuwa naye Nyanjura Ndaro, ambao hawa wote ni maafisa mazingira kutoka Nemki. Sawa. Asante sana. Mimi naitwa Ali Mohamed. Mimi naitwa Ndaki William. Wewe anaitwa Beka. Beka anakuambia jamani, tusikubali hata siku moja kuharibu mazingira. Mazingira tuyatunze ili na sisi yatutunze.